Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni dokta wenu Dr. Chikaramoto. Tuko hapa kwa ajili ya kuendelea na elimu zetu, elimu mbalimbali tunazopeana kila wakati, kila siku, ambazo ni kwa ajili ya faida katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu katika maisha yetu ya kila siku kuna changamoto nyingi sana tunakutana nazo kama binadamu. Kuna mambo ya bahati mbaya na kuna mambo ambayo tunakutana nayo kutokuyajua. Sasa zile bahati mbaya na kutokujua ndizo sisi tupo kwa ajili ya kuelimisha, ili unapokutana na jambo unakumbuka kwamba hii elimu nilishapewa na Dr. Chikaramoto, akaniambia ukikutana na jambo kama hili lina ishara gani. Siku ya leo ningependa kuwapa mambo moja au mawili. Jambo la kwanza ni kukupa faida ya kuna mambo ambayo tunayafanya katika maisha yetu yanaonekana ni ya kawaida, lakini hayo mambo yanakuwa yanaleta changamoto pasina wewe kujua. Kuna jambo la linalohusiana na kama mtu anakupa kitu. Ina maana mtu anaweza akakupatia kitu. Sisi tumezoea kwamba kibinadamu tulishozoea kwamba mkono unaotumika ni mkono wa kulia ndio unaotumika kwa asilimia kubwa. Ina maana wale wanaotumia mkono wa kushoto ni watu wachache, yani wale sisi tunasema ni wana vipaji maalum. Nafikiri katika masomo yetu hapo nyuma nimeeleza umuhimu wa watu wanaotumia mkono wa kushoto, ni watu wa namna gani, faida yao ni nini. Nimeelezea mengi juu ya mkono wa kushoto, na kwa hiyo watu wengi tunatumia mkono wa kulia, na huu mkono wa kulia ni kama 95% hivi. Ni 5% tu za watu wale ambao wanatumia mkono wa kushoto, na ni watu ambao nimewaelezea kama nilivyoeleza ni watu wa namna gani. Sasa mimi nazungumzia kuhusu mkono wa kulia. Mtu anapokupatia kitu ambapo unajua kabisa huyu mkono anaotumia ni mkono wa kulia, lakini mtu anakupa kitu kwa kutumia mkono wa kushoto, hii ina madhara kwa sababu yule mtu anaweza kukupa kile kitu ambacho anakupatia kwa wakati huo kikawa na faida kwako au kikawa na hasara kwako, kwa sababu amekupa kwa mkono ambao si asili yake. Yani na ule mkono usipokuwa ni asili yako, ina maana mara nyingi vitu vibaya vinapitia katika ule mkono. Kwa ina maana mtu anatumia mkono wa kulia lakini anakupa kitu kwa mkono wa kushoto. Na hata katika jamii yetu kikawaida, mtu anapokupa kitu kwa mkono wa kushoto, kama unajua kwamba huyu mtu huu hautumii, unaona ni kama dharau. Nakumbuka mimi wakati nakuwa babu yangu aliniambia kaniletee maji. Nikaenda kuchukua maji. Sasa nilivyochukua yale maji, nikawakamata mkono wa kushoto, nikawa nimempa kwa mkono wa kushoto. Sasa unajua utoto, mimi nikashangaa napigwa. Sasa unajua wazee wa zamani, unakuta ni mtu anakupiga alafu akuelezi anakupiga nini, anakupigia nini. Kwa napigwa. Sasa mimi niliacha kupigwa baada ya kusikia maumivu, nikabadilisha mkono, yani si ule mkono wa kushoto nimebadilisha maumivu, kwamba nimesikia maumivu, sasa nibadilishie mkono wa kulia. Ndipo pale mimi nilipoacha kupata kipigo, nikaona anayapokea yale maji, anakunywa. Baada ya kunywa ndio ananiambia kosa langu ni lipi. Lakini kitu kilichofanya niache kupigwa ni baada ya kusikia maumivu kwamba napigwa, nibadilishe mkono. Kwa nini napigwa? Ile kubadilisha mkono wa kushoto kuleta mkono wa kulia ndio nilipoacha kupata kipigo. Kumbe nikaona kumbe nimefanya makosa. Nimempa maji kwa kutumia mkono ambao si sahihi. Ndipo nikajua tatizo ni nini. Kwa hiyo nataka niwaeleze, usipende kupokea vitu sana. Yaani usipendelee kupokea vitu vya mtu anayekupatia mkono wa kushoto.
Na kama kuna mtu anakupatia mkono wa kushoto, wewe usipokee kwa mkono wa kulia. Kama yeye anakupatia kitu kwa kutumia mkono wa kushoto, na wewe pokea mkono huo wa kushoto. Waswahili wanasema kama mbwai na iwe mbwai. Yaani mtu asikupe kitu kwa mkono wa kushoto alafu wewe ukapokea kwa mkono wa kulia. Ina maana kuna changamoto na matatizo anayokuachia ambayo wewe yatakuletea changamoto, mikosi, na watu wengine wamekuwa wameelekezwa, bwana nenda ndio makafara yao, fika toa kitu chako kwa mkono wa kushoto, basi utakuwa umefanikisha zoezi lako. Kwa hiyo ukakuta unaingia kwenye changamoto ambazo wewe usijue hizo changamoto zimesababishwa na nini. Na kuna jambo lingine ambalo unatakiwa ulifahamu ni kuhusu ndoto. Nikupe faida kuhusu ndoto. Kuna watu wanaota, unaweza ukaota usiku. Hizi ndoto nimezielezea sana kwenye vipindi vilivyopita. Lakini na kama marudio kwa wale watazamaji wapya nimepitia. Lakini ni nyingi ndoto ambazo nimezielezea na siwezi nikazimaliza zote. Huwa mara nyingi pale mtu anaponiambia ndoto yake imeota ndoto hii, ndipo napomtafsiria kutokana na ndoto aliyoota. Lakini nikisema nizieleze ndoto zote sitaweza kuzimaliza hata hivyo, kwa sababu kuna ndoto chungu mzima ambazo zipo na nilishawaeleza maana ya ndoto. Kuna ndoto za namna gani na ndoto za namna gani, ndoto zinazoletwa na watu gani na vitu gani. Kwa hiyo zote ukifuatilia vipindi vyangu utakutana na hayo masomo. Sasa kuna ndoto ukiota kwamba umepoteza kitu usingizini, yaani umeota umepoteza usingizini kitu, hiyo sio ndoto nzuri. Hiyo ndoto sio ndoto nzuri. Inamaanisha kwamba unaenda kuingia kwenye changamoto, unaenda kuingia kwenye matatizo. Yaani kuna vitu unaweza ukapoteza kazi, unaweza ukashushwa cheo, au unaweza ukafukuzwa kazi moja kwa moja. Hizo sio ndoto ambazo ni nzuri. Ni ndoto ambazo zinaweza zikakusababishia changamoto yoyote. Kwa hiyo unatakiwa unapoota ndoto kama hizo zitafutie mwafaka, au kama utakuwa huwezi nipigie simu nikueleze ili ujiandae kutoka kwenye changamoto za namna hiyo. Na unaweza hata ukashushiwa hadhi, ukazalaulika na watu ambao wanakuheshimu, ukakuta wanakuja wanakushushia hadhi pasipo wewe kutarajia. Kwa hiyo hizo ni faida chache ambazo nitaka niwapatie, ambazo ukikutana nazo uwe makini kwamba Dr. Chikaramoto amenieleza hiki kitu kina maana gani na hiki kitu kina ishara gani. Kwa hiyo ndugu zanguni, siku ya leo nilipenda tu niwape elimu hiyo ndogo ili muweze mkatambua elimu za namna hiyo. Majambo ya namna hiyo yanapowakuta mnajua myatatue vipi, au muwasiliane na Dr. Chikaramoto ili aweze akawatatulia changamoto zinazotokana na hayo maelezo niliyowaeleza. Asanteni sana. Kwa yule mtu atakayehitaji kuwasiliana na mimi anaweza kupiga namba ya 0784994048. WhatsApp ipo hiyo, napatikana kwa hiyo namba. Muda wote unaweza kupiga ndani ya masaa 24, kwa sababu nasema ndani ya masaa 24 kutokana na kwamba kuna watu ambao wanapata wasaha. Sisi tunaweza tukawa tuko huku Afrika, tuko macho, wenzetu wamelala. Wenzetu wakiwa macho, sisi tumelala. Kwa hiyo najitahidi na wale ambao wanakuwa wamepata wasaha wa kuwasiliana na mimi, nao waweze wakanipata kwa wakati. Asanteni sana na karibuni sana, na muendelee kufuatilia vipindi mbalimbali pasina kuchoka. Asanteni sana na karibuni sana.